michezo mitano kabla ya msimu huu wa mwaka 2025-26 kutamatika. Tupo hapa kwa ajili ya kushuhudia mtanange wa aina yake, tuweze kujua je, itakuwaje ndani ya dakika 90. Lakini kabla ya hapo, nipo na mwenzangu hapa Isaac Lemoka kwa ajili ya kuweza kusemezana naye kuhusiana na mchezo wa siku ya leo, siku moja kabla ya derby la Mashemegi. Bila shaka derby ya Mashemegi itakuwa inafanyika hiyo kesho, lakini leo ni mechi babu kubwa, mechi ya Mathare United wanachuana na vijana wa Nairobi United almaarufu Nai Boys. Nai Boys, kumbuka ni timu ambayo kwa hakika ni timu ambayo haijashindwa takriban mechi 10 walizocheza. Imeshindwa mechi moja peke yake away, na leo hii itakuwa ni mechi ya kung'ang'ania ubabe wa mjini. Je, ni yupi mkali atakayekuwa mkali katika mechi hii, kizingatiwa kama ulivyosema mechi 5 hawajashindwa vijana wa Nairobi Boys katika competition zote. Sawa na ule uwanja wa ndani ambao kwa hakika huu mfano wa bakuli imetengezwa kwa muda mrefu sana, mwaka 1987 mashindano yakianza kufanyika rasmi. Tupo hapa ndio mtazamaji, mwamuzi amekwisha puliza kipenga. Kumbuka ni Mathare United dhidi ya Nairobi United, ligi kuu ya Sport Pesa. Nipo niite Michael Were Mhusia pamoja na mwenzangu Isaac Lemoka katika dungu la utangazaji. Piga chenga safi za maudhi zinakubalika. Hatari kwenye lango kule nje, anatoa nje. Ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwa Nairobi United kuweza kufanya mazuri hapa. Karamor, mchezaji ambaye anategemewa katika mechi hii, chawi wa kuzichanja hizi kona, anachukua kona nzuri sana kule, piga pale, lakini anagonga chuma ya juu, mpira unatoka nje. Nusra hapa Nairobi United waweze kufanya mambo kupitia Kiza na mkoaji wake hatari sana wa kona. Na ushindi wa majuzi dhidi ya Bidco United 3-0 ni dalili tosha kwamba amedhamiria kuweza kusalia katika ligi kuu. Hapa ni John Kamau Irungu na sasa ni dhidi ya Limbukeni. Wanafungwa hapa tena, wanafungwa vijana wa Mathare United. Wanafungwa vijana wa Mathare United hapa. Makosa yalifanyika, alikuja vizuri sana jezi nambari 27 mgongoni Kevin Wangaya. Tumemzungumzia sana Kevin Wangaya, kaandaliwa pasi hapa akatitigwa goalkeeper Ouru Kevin asijue afanyeje, akapatikana peke yake. Wangaya gonga safi, moja nipe nikupe, wanakataa tena vijana hawa wa Nairobi United. Weka pele kabisa kule, hatari kwenye lango. Je, itakuwa ni dude lingine hapa? Piga tobo jingine, anafunga bao safi sana hapa, anafunga bao lake la pili katika dakika ya 32. Anakuja anapachika dude nzuri sana. Kevin Wangaya anawaamsha mashabiki. Kunradhi, huyu ni Duncan Odhiambo, sio Duncan Odhiambo. Nimemtaja hapo awali walipowajibika pakubwa, na siku zote wanageuza moyo wa mwalimu kwa uwanja wa majaribio. Mwalimu John Kamau Irungu, inapigwa fupi, pigwa moja safi kule, lakini goalkeeper anapangwa nisha ule mpira. Bana Jairo anaruka vizuri hapa mithili ya nyani. Sika Omweri Masika anaweka pale, hatari kwenye lango. Ouru anapangwa nisha mpira. Bana Jairo alikuja vizuri. Ouru Brian akamwangalia goalkeeper ameketi namna gani Bana Jairo, lakini Jairo alikuwa amemakinika, akamwangalia pia Brian Ouru. Goalkeeper amesimama namna gani? Faida sasa itakuwa inabadilika hapa. Sikiliza ile penalty. Vita vya ujasiri hapa. Goalkeeper anapangwa nisha ule mpira, hatari kwenye lango, lakini mpira unatoka nje tena. Goalkeeper Bana Jairo anafanya kweli, anawasimamisha mashabiki wa Nai Boys. Pangwa nisha ule mpira wa John Makwata, asiamini macho yake. John Makwata, mchezaji mwenye uzoefu mkubwa, anakosa. Ni mechi ambayo imejaa jazba, manake referee namwona tena anatoa kadi yake ya njano hapa. Anakuwa mkarimu sana kuchomoa kadi. Unaadhibiwa kutokana na makosa, analishwa kadi ya njano. Brian Ochieng Makare analishwa kadi ya njano hapa. Haya, wawili wote watalishwa
alikuwa shalishwa tayari, atapigwa umeme huyu, kadi nyekundu. Haya, referee anapuliza kipenga. Magari ana kadi ya njano tayari, na huenda akiongezwa basi nyekundu ya moja kwa moja. Yep. Na Mpaima siku zote apepesi macho wala kutikisa masikio, anapigwa umeme toka nje. Pembeni kabisa, anaandaa pasi nzuri huku golikipa anapangwa nisha ule mpira. Bana Jairo, bado Mathare United anajaribu kufanya mavamizi huku, inapigwa kwenye kijisanduku, kichwa kizuri kinapigwa, anauondoa potelea kote tena. Lennox anakulwa kiatu na kwenda chini, referee anasema tuende kazi, hatari kwenye lango kule, wanafunga Dude, wanafunga Mathare United hapa. Mpenzi msikilizaji, referee Makwata John anakosoa makosa yake hapa. Makwata John kwa uweledi alionao, anaangalia goalkeeper Bana Jairo ameketi namna gani, tumia guu lake lenye nguvu kabisa hapa. Dakika ya 77 anacheka na nyavu. Wakakwenda sare ya 1-1 dhidi ya Mara Sugar, wakasajili ushindi wa magoli 3-0 nyumbani dhidi ya Shabana FC. Hatari kwenye lango hapa tena la Mathare United. Goalkeeper anafanya mambo yake huru. Kelvin anamwandalia pasi safi Nyawi. John anaweka mbele huko kufuta jezi nambari 18, hayuko. Na wakati huo mpenzi msikilizaji, wakati huo mashabiki wananyanyuka wa Nairobi United, lakini kwa Mathare United hii ni mechi ya kujifunza. Mpira unakwisha, walikuwa ndani ya mchezo lakini wakakosa makali ya kumaliza. Inatoka 2-1, na hivyo wanasema ndivyo soka ilivyo, mchezo wa nafasi ndogo, maamuzi makubwa. Nairobi United wanaondoka na pointi 3 muhimu. Coach, pongezi nyingi sana kwa kupata ushindi. Magoli hayo 2-1 na ni alama 3. Kwa kusema ukweli hajakuwa mechi rahisi. Tumecheza takriban dakika 40 tukiwa mtu mmoja upungufu. Vijana wakaweza kujikakamua na tukaweza kupata ushindi 2-1. Kwa hivyo kongole kwa vijana kwa vita ambayo wameweza kupigana siku ya leo. Na unapozungumzia vijana kupambana ama kupigana na kuweza kupata alama 3, tumeshuhudia kipindi cha pili kidogo mambo yamekuwa tofauti, manake mkaja mkalemewa kiasi cha haja, mmecheza pungufu baada ya mchezaji mmoja kulishwa kadi nyekundu. Kwa kweli hajakuwa rahisi sana, kwa sababu pia timu ambayo tumekuwa tukicheza nao ni timu ambayo iko na uzoefu fulani, wako na wachezaji ambao wanaweza miliki mpira. Kwa hivyo mkijipata mko pungufu mchezaji mmoja dhidi ya timu kama hii, lazima muweze kwa kimombo wanasema lazima muweze kusafa, na tumeweza kusafa kipindi cha pili. Timu imecheza na umepoteza nafasi chungu nzima na nafasi za wazi, coach. Yangu ni machaza sana, kwa sababu ukiangalia katika first half zile bao tulipatana bao rahisi sana, bao zote mbili, but hiyo si shida kwangu, kwa sababu tunaweza fungwa bao 2. Tukifungwa bao 2 then tunaweza pata kufunga bao 3. Bado ukiangalia tena second half tukakuja tukawapatia solution, kwa sababu ukiangalia hizo mabao mingi zimekuwa tumefungwa katika time ya transition. Kwa hivyo ni kumaanisha tumekuwa kwa opponent half mara mingi. Ukiangalia second half tumekuja tukawapatia vijana solutions. Na unajua as a coach there is a certain level unaweza fanya, kwa sababu the moment wachezaji wako washa beat the opponent defense line, I think it's that one is upon the players. So yangu ni kwamba football is a game of chances. Zetu tumekuwa na chances chungu mzima, hatujatumia, then tukatunuku wenzetu.